Iqra FM. Katika kipindi cha mwezi Januari mpaka Machi 2026 imeendelea kutekeleza majukumu yake ya kawaida kwa mujibu wa sheria, ambapo katika majukumu hayo tumekuwa tunafanya kazi za uzuiaji wa vitendo vya rushwa, lakini tumekuwa tukifanya kazi za uelimishaji wa umma ili kuleta uelewa na kuwafanya wananchi watambue wajibu na haki zao ili kupunguza au kuondoa kabisa vitendo vya rushwa. Lakini pia tumekuwa tukipokea malalamiko mbalimbali yanayohusiana na kero za wananchi, ambapo kero kama hizo zinapoachwa aidha zinaweza kusababisha vitendo vya rushwa kujitokeza ama la kusababisha usumbufu katika utoaji wa huduma katika taasisi za serikali. Kwa hiyo nikianza na eneo la uzuiaji wa rushwa, katika kipindi hicho TAKUKURU mkoa wa Mwanza tumefanya jukumu la uzuiaji wa vitendo vya rushwa kupitia sehemu mbili, madawati mawili. Namaanisha eneo la kufuatiliaji wa miradi mbalimbali, ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya serikali. Hapa tunakuwa tunafuatilia matumizi ya fedha, kama fedha zinazotolewa na serikali kwenye miradi mbalimbali basi zinafika kwenye miradi na zinafanya kazi iliyokusudiwa kwa mujibu wa mikataba pamoja na mipango mbalimbali ya serikali. Kwa hiyo tunakuwa tunafuatilia fedha zote ambazo zinaingizwa kwenye miradi zinafanya kazi iliyokusudiwa na kuhakikisha kwamba miradi ile inatekelezwa kwa ubora wa hali ya juu, ubora ambao utawezesha huduma mbalimbali za serikali kutolewa. Kwa hiyo katika kipindi cha mwezi Januari mpaka Machi tumefanya ufuatiliaji wa miradi mbalimbali, miradi zaidi ya 23. Miradi 23 ilikuwa ina thamani ya shilingi bilioni 7 na milioni 667. Kwa hiyo tumeweza kufuatia miradi hii yote, na kitendo cha kufuatia miradi hii tumewezesha kufanya miradi ifanyike kwa ubora unaotakiwa, lakini tumehakikisha fedha hizi zote zinakwenda na kuhakikisha zinatumika kama ilivyokusudiwa. Lakini mambo machache ambayo tuliweza kuyabaini ambayo yalikuwa ni mapungufu ni pamoja na udhibiti wa fedha ambazo pengine wasimamizi wa miradi ile wamekuwa hawatimizi wajibu wao ipasavyo. Kwa mfano, katika mradi mmoja wa maji kule katika kijiji cha Mahaha, wilaya ya Magu, tulikuta kebo tunaita armored cable, zile kebo ngumu ambazo ni nyaya za umeme zinazopita ardhini. Kebo ambayo ilikuwa imekusudiwa kuwekwa kwa mujibu wa mkataba, ikawa imewekwa kebo ambayo ilikuwa ni tofauti, waya ambayo haikuwa na uwezo, waya ambayo haikuwa na ubora unaotakiwa. Kwa waya ile endapo ingeachwa katika mradi ule, ingeweza kusababisha mradi ule wa maji ambao ulikuwa na thamani ya shilingi milioni 400, mradi ule ungeweza kuharibika, au either solar panel au pampu za maji zingeweza kuharibika na kufa, na hivyo kusababisha mradi ule au fedha ile milioni 400 kuwa imepotea kabisa. Lakini tumeweza kubaini hilo na tukalisimamia na kutoa maelekezo, na ikanunuliwa kebo sahihi ama kebo sahihi yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 27. Kwa hiyo kebo ile ilinunuliwa na ikafungwa, na mradi ule sasa unafanya kazi vizuri kabisa. Lakini pia katika eneo hili la uzuiaji tuliweza pia kufanya ufuatiliaji wa fedha kwenye mradi mmoja ambao tulifanikiwa kurejesha ardhi ya kijiji yenye ukubwa wa ekari 26. Kijiji hiki ni kijiji cha Shigangama katika wilaya ya Kwimba. Katika eneo hili la kilikuwa ni shamba la kijiji, na shamba hili likawa limeuzwa kwa thamani ya shilingi milioni 13, na mnunuzi alilipia shilingi milioni 9, lakini fedha zile zote hazikuingizwa kwenye akaunti ya kijiji, na kitendo ambacho kilikuwa ni ubadhirifu na wizi wa fedha za serikali. Kwa hiyo kama sio TAKUKURU kufuatilia mradi huu au kufuatilia shamba hili, kufanya ufuatiliaji na uchunguzi wa kina na kubaini fedha hizi kwamba hazikwenda kwenye mapato ya serikali, kwenye mapato ya kijiji, maana yake fedha hizi zingeweza kupotea. Kwa hiyo tulifanikiwa na tulifanikisha kurejesha fedha hizo shilingi milioni 9,
katika kijiji hicho na zikaingia kwenye mapato ya kijiji, lakini wahusika wote walichukuliwa hatua za kisheria pamoja na hatua za kinidhamu. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tumeyafanya katika kipindi hicho, lakini sehemu kubwa sana ya utekelezaji wa eneo hili ni sehemu ya ufuatiliaji wa miradi. Imekuwa inasaidia sana kuhakikisha miradi ya serikali inafanyika kwa ubora wa hali ya juu, lakini kunakuwa hakuna uvujaji au upotevu wa fedha ya serikali katika maeneo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa kama nilivyosema hapo awali, miradi 23 ilifuatiliwa na ilikuwa ina thamani ya shilingi bilioni 7 na milioni 660. Lakini mbali na uzuiaji, tumeendelea kufanya majukumu yetu katika utekelezaji wa eneo la kuelimisha jamii. Tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali ya mapambano dhidi ya rushwa. Elimu hii tumefanikiwa kufikia maeneo mbalimbali ambapo tumeelimisha jumla ya makundi 14 ya wadau, na makundi hayo yamefikiwa na kutolewa elimu ambapo zaidi ya wananchi 5200 walifikiwa na kupewa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa. Kwa unaweza ukaona kama kwa kipindi hiki tumeweza kufikia zaidi ya wananchi 5000 na kuwapa elimu kwa njia mbalimbali, ikiwemo semina, ikiwemo mikutano ya hadhara, ikiwepo uelimishaji kupitia club za wapinga rushwa kule mashuleni na vyuoni, lakini pia na uandishi wa makala au kutoa habari mbalimbali na kupitia vipindi vya radio na TV. Tumekuwa tunafikia wananchi na kuwezesha wananchi wengi kujua haki zao na wajibu wao, na hii imekuwa inasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuondoa au kuwasaidia wananchi hao kuongeza nguvu kwenye juhudi za mapambano dhidi ya rushwa. Lakini kipindi hicho pia tumeendelea kufanya kazi yetu nyingine kubwa ya kupokea malalamiko mbalimbali ya wananchi. Tumekuwa tunapokea malalamiko kuhusiana na kero mbalimbali. Kama mnaofahamu, TAKUKURU ni taasisi ambayo inafanya kazi za uchunguzi. Kwa hiyo ikiwa ni taasisi ya kufanya kazi za uchunguzi, tutegemea kwamba tunapokea taarifa nyingi sana. Sio kwamba zinakuja taarifa za rushwa tu. Kuna mtu mwingine ana kero yake ambayo inamsumbua kwa muda mrefu. Kuna mtu anaona kwamba kuna eneo lake amedhulumiwa, ni eneo la ardhi na vitu kama hivyo. Kuna mtu anaona labda mtoto wake hajatendewa vyema shuleni, anaweza akaleta taarifa kwetu, nasi tunafanya uchunguzi wa kina. Kupitia uchunguzi wetu tunabaini kama kuna vitendo vya rushwa, basi tunafanya uchunguzi ambao unawezesha hatua za kisheria kuchukuliwa. Lakini iwapo tunabaini kwamba kero zile au malalamiko yale hayahusiani na vitendo vya rushwa, basi tumekuwa tukitoa maelekezo au kuhamisha taarifa zile kwenye vyombo vingine vinavyohusika na taasisi nyingine na kufanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba kero zile zinatatuliwa. Kwa katika kipindi kama hicho cha mwezi Januari mpaka Machi tulipokea jumla ya taarifa 79. Taarifa 79, kati ya hizo taarifa 46 zilihusiana na vitendo vya rushwa, lakini taarifa 33 hazikuhusiana na vitendo vya rushwa. Kwa hiyo tumechukua hatua mbalimbali, tumeendelea na uchunguzi wa taarifa hizi 46, lakini zile 33 tulizobaini kwamba hazihusiani na vitendo vya rushwa tumezihamisha na kuzipeleka kwenye taasisi zinazohusika. Au pengine anakuwa ni mwananchi hakuwa na uelewa wa jambo fulani, akaona kwamba pengine ilikuwa ni labda ni vitendo vya rushwa. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapa elimu na kuwashauri hatua mbalimbali za kufuata. Na katika kipindi hicho tumeendelea kuendesha kesi zetu mbalimbali mahakamani, ambapo tulikuwa na kesi mpya 14, lakini kulikuwa na kesi zilizokuwa zinaendelea kutoka nyuma, zilikuwa ni kesi 9. Sasa jumla ukiangalia unaona tuna kesi zaidi ya 23, lakini kati ya hizo kesi 14 za vitendo vya rushwa zimetolewa uamuzi mahakamani, na katika kesi 14 jumla ya kesi 13 jamhuri ama TAKUKURU imeshinda. Kwa hiyo watuhumiwa wamepewa adhabu, wengine wamekwenda jela na wengine wamepigwa faini. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ni namna gani TAKUKURU imeendelea kupambana na kufanya mkoa wa Mwanza kwa ujumla wake na wilaya zake kuwa na utulivu, sababu kama unavyofahamu kauli mbiu yetu ya TAKUKURU ni kuzuia rushwa, ni jukumu lako na langu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wana Mwanza wote kuwa na ushirikiano na TAKUKURU, hasa kupitia wanahabari. Pia kama kuna vitendo vingine mnakuwa mnakutana na watu mbalimbali kwenye jamii, pengine mnakuwa mnakutana na kero mbalimbali,
basi ni vyema kuhakikisha kwamba kero hizo zinatufikia. Kazi yetu kubwa ni kufanya uchunguzi na kuchukua hatua za kisheria. Tunapoendelea katika hatua hii, katika robo hii ya 4, robo ya kufunga mwaka wa fedha 25/26, ambapo tayari tumeanza mwezi April, tunaelekea mwezi Juni, TAKUKURU tunaendelea kupambana au tunaendelea kuzuia vitendo vya rushwa, na tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali kupitia ufuatiliaji wa miradi, na lakini pia kufuatia chambuzi za mifumo, lakini pia tunaendelea kuchunguza na kupokea taarifa mbalimbali za malalamiko dhidi ya rushwa. Natoa wito zaidi kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa ushirikiano kwenye ofisi zetu zote za wilaya. Kama unafahamu, kila wilaya tuna ofisi ya TAKUKURU, lakini pia kutoa taarifa ya ofisi yetu ya mkoa, lakini pia tunazo namba. Ipo namba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa ambayo ni namba yangu. Hiyo ukipiga wakati wote masaa 24 iko hewani. Ni namba 0738 150 162. Namba 0738 150 162. Lakini pia iko namba ya bure, namba ya TAKUKURU, namba ambayo unaweza ukaipiga kupitia mtandao wote. Namba ya bure ni namba 113. Ukipiga namba hii wakati wowote au ukituma message kwa namba hii, message hiyo itafika na tutaifanyia kazi kama ilivyo kwa mujibu wa sheria. IKRA FM.